miguu inaondolewa. Wacha waliokutega wanakuachia, 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 wanakuachia. Wakati waliokutega wanakuachia. Mizimu yote inaondoka in the name of Jesus. Rabashakatalamanaya. Ilo mikono yako juu. Hosana, 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 Hosana. Kitabu cha Yohana 13 kinasema Yesu akawanawisha miguu. Mstari wa 5 anasema akaanza kuwanawisha miguu. Petro alijaribu kukataa, lakini akamwambia nisipokunawisha miguu hauna sehemu na mimi wewe. Hauna sehemu kwangu. Hauna sehemu kwa maisha yangu. Hauna sehemu na mimi. Shalabagadusibegedia salabana yakotelia. Leo ninapokunawisha miguu, anga yako inabadilika. Inamisha kichwa chako, weka mikono chini. Napenda kunawisha miguu leo. Nafanya kile Yesu alichokifanya. Kisha katia maji katika bakuli. Akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichokifunga. Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe. Verse 6 inasema hivyo. Alipokuja kwa Simon Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe utanitawadha miguu kamwe? Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simon Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini sio nyote. Maana alikuwa anajua kuna mmoja atakayekuja kumsaliti. Ndipo akasema maneno hayo, akasema sio wote. Na ukiendelea mpaka verse 13, maandiko anasema ya kwamba alipomaliza akawaambia, mtakuwa mnafanya hivyo. Kuhani anafaa kufanya hivyo. Leo nakondolea visirani vilivyokuja kwenye miguu. Naomba niletee maji hapa mbele. Rabashata na bazeketi yanda asili. Ibada hii unaweza chukulia ni michezo. Hii ni zaidi ya deliverance. Hii ni zaidi ya ukombozi. Hili ni tendo Yesu alilolifanya mara ya mwisho kabla aondoke duniani. Tendo la imani ambalo wengi hawajawahi kujua na walifahamu. Na hicho ndicho ninachoenda kukifanya. Maana mimi ni mzazi wako pamoja na mchungaji, naenda kufanya ibada maalum kwako. Na kuomba kila mtu anayefanya ibada hii usisahau kujinunia dhabihu yako kufikia Jumatano. Nasikia ndani ya roho yangu ibada hii tunaenda kuifanya kwa njia tofauti sana. Mimi nitakunawisha miguu. Mama atakuwa hapa kuifuta miguu.
Tendo hili lililofanywa na Yesu tunaenda kulitenda ikiwa na mama. Tutaanza na watu wako hapa mbele. Naomba niletee kiti.